Basi karibuni tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya wakati huu tena. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa sababu umeruhusu tena watoto wako tuweze kukusanyika. Wako ambao wanatufuatilia hapa na walioko mtandaoni, tunazidi kujikabidhi miguuni pako. Tunaomba sote utufundishe kwa Roho wako mwema, tusikie ukinena nasi. Sema na mioyo ya watoto wako kwa nguvu ya Roho wako mwema, ikaambatane na mioyo ya watoto wako, ukaigeuze kutoka katika ulimwengu na kukutazama wewe. Fanya Baba badiliko katika mioyo yetu, kila somo hili tunapoenda kuanza hata mwisho. Baba, naomba pointi zote ukaweze kusaidia watoto wako kuelewa nazo. Roho wako mwema na malaika zako wawe pamoja nasi tukianza hata mwisho. Tujalie usikivu kwa jina la Yesu Bwana wetu. Amina. Bwana ni mwema na wakati wote. Karibuni katika tafakari ya mchana huu hapa Zerezeta Mlo. Nikiwa ninatamani nisipoteze sana muda kwa sababu naona muda umeenda sana. Ninaomba twende katika kitabu cha Zaburi sura ya 33. Somo linasema katika siku ya sita. Katika siku ya sita. Katika siku ya sita. Aya. Tumefika Zaburi ya 33. Haya. Unaweza ukadisplay pale, sijui kama inawezekana. Tutaanzia fungu la 6. Naomba mtu akifika asome basi. Wewe ukifika hapo soma. Yoyote tu anayefika. Anasema njia yao na iwe giza na sio hiyo. Naomba Zaburi 33 fungu la 6. Basi ikiwezekana wacha nisome mwenyewe. Biblia inasema hivi. Umefika? Ndio. Inasema kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika. Ninakuomba chonde unisikilize kwa makini, kwa sababu ninaweza nikawa pengine ufahamu wetu wa siku zote ukawa ni zaidi kidogo, ikahitaji kuelewa mwingine, si ndio? Bwana tusaidie, lakini sawa na maanisha atuwe tu makini, sawa ni ufahamu ni ule ule kwa neema ya Bwana, lakini neno la Bwana linabadilika, si ndio? Kila siku linakuwa jipya, ni lile ila kila siku ndo mabadiliko nayo yasema. Kila siku tunapolisoma linakuwa jipya, sawa Anasema kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, sio mbingu moja, mbingu zikiwa ni nyingi zilifanyika. Na anasema na jeshi lake lote ni kutokana na pumzi ya kinywa chake. Kwa hiyo neno la Mungu lilifanya mbingu, ikaumba mbingu. Na ukitazama viumbe ambavyo vipo duniani, ni jeshi lake lote vilifanyika kwa neno hilo. Na kwa neno hilo ni injili ambayo tunaihubiri, ni neno hilo, hamna tofauti. Kwa hiyo ninazungumzia neno lenye nguvu
ya kufanya ulimwengu, neno lenye nguvu ya kuumba moyo, neno lenye nguvu ya kushikilia vitu vyote unavyoviona. Ukiangalia nyasi, mimea, mabonde, maziwa, bahari, milima, mawingu, nyota, jua, mwezi, na vyote vilifanyika kwa neno la Bwana. Na mimi hapa ninakujia na neno la Bwana lililoumba hivi, neno lenye kuu sana. Na fungu la 7 Biblia inasema hivi katika Zaburi 33 fungu la 7, anasema hukusanya maji ya bahari chungu chungu, huviweka vilindi katika ghala. Nini hilo? Nini anafanya hivi? Neno la nani? La Bwana linafanya hivi. Umewahi kujiuliza kwa nini Ziwa Nyasa alikufika hapa? Na kwa nini aliwezi kufika wakati maji yanazidi kujaa? Imewekewa mipaka, si ndio? Ya Biblia inasema hata bahari nimeiwekea makomeo. Nazungumzia neno kubwa sana la Mungu katika utu wake. Anasema fungu la 9. Fungu la 8. Nchi yote na imuogope Bwana, wote wakaao duniani wamche. Daudi anaendelea kutuambia fungu la 9. Kwa nini wamche? Fungu la 9. Maana yeye alisema ikawa. Alipotamka ikawa. Na mimi nataka nikuulize swali. Ilikuwa kipindi kile tu au mpaka leo iko hivi? Nipe jibu. Mnaambiwa ibada kuwa muongei. Tunaongea sisi, sawa maana ni huko kwenye mifumo ya kidini. Mchungaji akiwa anahubiri, wewe kimya. Sasa mimi nataka majibu unanipa majibu, sawa? Haiko hivyo. Anasema maana alisema ikawa, na alipoamuru ikasimama. Swali, ilisimama kipindi kile ama mpaka leo? Mpaka leo. Neno la Bwana. Sikiliza vizuri. Na somo linasema katika siku ya 6. Kwa hiyo Mungu aliumba hii mbingu na nchi kwa neno lake na kwa kutamka. Hapo kuna mtu mmoja hapo ameshiba viazi. Anasema kwani Mungu alipokuwa ameumba alikuwa amesimama wapi? Najua ndugu zangu, shibe ni mbaya. Mnisamehe kama nitakuwa nimetumia lugha ngumu, sawa? Najua unaweza ukala vibaya. Wewe kwani kesi nyingi zinakuaga wakati gani? Sio mavuno. Huko vijijini wakati wa kilimo kuna kuaga na kesi nyingi. Nyie wa sasa sinawauliza. Wacha mtu ashibe. Shibe ni baya sana. Na ndio maana mimi huwa ninawashauri. Mimi siko hapa kukuchekesha, ni ukweli usiopingika. Hakuna mtu anayeshiba akaelewa neno la Mungu. Kama mimi huwa hata nawaambia mnapokuja hata ibada, jichunge unakula nini. Unaweza kufika hapo kalala. Kumbe kuna shughuli inaendelea wapi? Mbona wakati mwingine kula kidogo. Mimi wanashauri hivi. Sasa Mungu aliumba mbingu na nchi kwa kutamka na neno lake hilo likasimama. Nasikiliza hii sentensi. Hebu twende kitabu cha Mwanzo 1. Najua mimi sijaongea na mzee wa kanisa lakini nilishangaa na niambia tuwe tunahubiriwa na uumbaji.
si ndio? Sasa mimi nilikuwa sijapanga nizungumze hayo, ninashangaa tu mambo ambayo Roho wa Bwana anazidi kuzungumza na sisi. Sikiliza hiki kitu. Biblia inasema hivi, Mwanzo 1:1, tunaanzia hapo hapo. Siku ya sita, somo linasema siku ya sita. Wale mnaofika saa hizi, karibuni, sisi ndio kwanza tunaanza. Karibuni sana. Mwanzo 1 fungu lake ni la 6. La kwanza tunaanzia. Mwanzo 1:1 Anasema hivi, tunapewa taarifa ya kitu ambacho sisi hatukuwa, sawa Musa anasema, anaandika. Na hivyo iko ndivyo ilivyokuwa, maana naye aliandika kwa uvuvio wa Roho wa Bwana. Biblia inasema hivi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Sikia. Nayo nchi ilikuwa ukiwa. Ninatamani sasa tutulie. Mtanitoa kwenye mwili. Twende fungu ya pili. Sikiliza vizuri Zingatia kwanza basi dunia ilikuwaje, sawa maana hivyo dunia ilivyokuwa ndivyo inaenda kuwa tena. Hii dunia tuliyokaa hapa inaenda kuwa hivyo hapo mbele. Inapitia uzoefu huu. Sikiliza sasa. Nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Na Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Hii ni Roho ya Mungu, sio Mungu Roho. Tuko sawa Roho wa Mungu akatulia juu ya nini? Roho ya Mungu ikatulia. Na Biblia neno lililotumika hapo ikatulia, sio kwamba ilikuwa imekaa, hapana. Biblia ya Kiingereza inasema and the Spirit of God moved upon the face of waters. Ilikuwa ikiambaa juu ya nini? Ya vilindi vya maji. Ndio kuna watu wanasemaga ikatulia, kafikiri kama Mungu kametulia hapo. Hapana. Hivyo ndivyo dunia ilivyokuwa. Na wapendwa, nikwambie jinsi dunia ilivyokuwa utupu pale mwanzo, ndivyo ambavyo inaenda kuwa utupu. Hii dunia hii ambayo tuko nayo mbele kidogo hapo, na huenda hata usizeeke, inaenda kuwa hivyo. Kwamba wewe brother Faustino unaenda kuzeeka wewe. Sikiliza hapo. Fungu la 3. Dunia ikiwa katika utupu Sikiliza hii sentence. Dunia haina jua, toa jua, sawa Anza sasa, ngoja nikuelekeze ili tuende pole pole. Sikiliza, nitakachokutajia kitoe, sema akipo, sawa ili upate picha ya dunia ilivyokuwa pale mwanzo. Jua halikuwepo. Mwezi haukuwepo. Nyota hazikuwepo. Mawingu hayakuwepo. Mimea haikuwepo. Nyumba wala ghorofa hazikuwepo. Wanadamu hawakuwepo. Milima haikuwepo. Nini kimebaki? Wanyama hawakuwepo. Nini kimebaki? Nataka hiyo giza ulione ilivyo. Ndivyo dunia ilivyokuwa. Ndipo fungu la 3. Fungu la ngapi? La 3. Biblia ikasema Mungu akafanya nini? Akasema. Sentensi ya kwanza ya Mungu kusema. Katika mazingira hayo yote, sentensi ya kwanza Mungu anasema, na mimi natamani aiseme kwako. Sikiliza. Katika mazingira ya dhambi,
gizani ulikotolewa kabla ya neno la Bwana. Kabla ya nini? Zilikuwa bado hapo. Na mimi nakwambia katika maisha yako, kabla ya neno la Bwana ulikuwa unaishi namna gani? Ulikuwa gizani, ukitangatanga huku na huku kabla ya neno la Bwana. Lakini Mungu alipokuona, sentensi ya kwanza anapokutumia neno lake, anatamka hivi kwa wote wanaolipokea: na iwe nuru. Kama katika maisha yako kulikuwa na giza, kama katika ndoa yako kulikuwa na giza, katika maisha ya kiroho umekuwa katika namna yoyote ile ya umbo la dunia ilivyokuwa na umbo la mioyo lilivyokuwa, Mungu anatamka katika maisha yako, na iwe nuru. Ikiwa kuna dhambi inakusumbua, ikiwa kuna kitu chochote kinakusumbua, sentensi ya kwanza ambayo Mungu anaitamka anapokuona wewe, rafiki yangu, anasema, rafiki yangu, na iwe nuru tangu sasa. Na mimi nataka nikuulize, ilikuwa au haikuwa? Ilikuwa, si ndio? Fungu la 3, Mungu akasema na iwe nini? Nuru. Ikawa nini? Nuru. Somo linasema katika siku ya sita. Tufunge mkanda, tuko siku ya kwanza. Somo linasema tuko siku ya ngapi? Katika siku ya sita. Kwa hiyo wapendwa, ndio maana unaposoma kitabu cha Mathayo 5 fungu la 14, Mungu anatuambia hivi, Ezra, si tuko hapa 5:14 Mathayo, naomba unisomee mtu wa Mungu. Nisaidie tu. Hiyo iko nje ya somo yangu. Mimi nakuwekea tu kama sherehe, sawa hiyo 5:14 Mathayo. Inasema hivi, ninyi ni nini? Nini kinasema hivi? Neno la nani? Neno la Mungu ndio linatutambulisha na linatuweka duniani likituambia ninyi ni nuru. Kama wewe ni giza, kama mimi ni giza, manake kuna shida, si ndio? Hujakutana na neno la nani? Maana yake ni birika linalofanya nini? Linalotoa maji, linavuja. Zunda, tuko sawa? Okay. Tunaenda pole pole. Natamani unielewe, tusiende haraka haraka. Na swali, wakati nuru ilipoambiwa kuwa nuru, ilikuwa, si ndio? Swali, nataka nikuulize, hiyo nuru ambayo ilikuwa ipo mpaka leo? Na kama ipo, ni kwa sababu imetii neno la nani? Yes. Manake hadi nuru inatii neno la Mungu likitamkwa, na yenyewe inakuwa. Tuko sawa Nachotaka nikwambie ya kwamba viumbe wote wa Mungu, viumbe vyote vya asili, vinatii neno la Mungu kwa bidii sana, viumbe wote wa asili. Ila shida iko katika siku ya sita. Shida iko katika siku ya twende tuone. Kwa hiyo nuru ipo kwa sababu inatii neno la nani? Na tangu uumbaji mpaka leo hiyo nuru ipo na inatii neno la Mungu. Haijawahi kuvunja hata siku. Mungu alipoiamuru na iwe nuru, ikasema nitakuwepo. Inatii neno la Mungu. Ni aminifu sana. Inakuwepo. Twende fungu la 5. Fungu la 4. Mungu akaona
Kwa hiyo ikaonekana, si ndio lakini haikuwapo, si ndio? Akaiona ya kuwa nuru ni njema. Mungu akatenga nuru na giza lilikuwepo tu. Alikutamkwa katika siku yenye lilikuwepo tu. Na wewe ni nuru, lazima katika ulimwengu uliojaa giza lazima uonekane. Ndio mimi sipendi Mkristo anayejificha ficha mambo ya imani. Yaani mimi simpendi, kwanza ni kweli kabisa niseme kutoka moyoni. Mtu anayeficha imani sipendi kabisa. Mungu anisamehe. Sipendi hicho kitendo, yaani hicho kitendo ni kibaya. Kwa nini ufiche imani yako? Na wewe ni nuru ya ulimwengu. Kwa nini ufiche imani? Weka wazi, tena jitangaze, waambie hivi, mimi ni Mwadventista Msabato. Sema sasa, ukisema Waadventista wa Sabato na wenzetu ndio hivyo tena. Ndio changamoto hiyo. Changamoto kweli. Fungu la 5. Mungu akaita nuru mchana na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Mimi nataka nikuulize, hii habari iliishia hapa au inaendelea? Maana hata leo jua tunaliona mchana, si ndio? Na usiku huu kumbe ni kwa neno la nani? Na neno hilo tu ndio maana kuna mchana na usiku. Na neno hilo ndio injili tunayohubiri. Ina uwezo wa kufanya mchana mahali palipokuwa na usiku. Lina uwezo wa kuangusha ngome. Neno la Bwana. Twende fungu ya 2. Kwa hiyo mchana na usiku leo zipo kwa sababu zinatii neno la nani? Napenda sana vitu vya asili. Hebu nisikilize kidogo. Miongoni mwa vitu ambavyo nimekuja kumuomba Mungu, nikaomba Mungu nisamehe, maana nimepoteza muda mrefu nikijadili vitu vya ajabu. Nilipokuja kujiuliza siku moja hivi, Yesu yeye, yaani angekuwepo katika dunia hii tunayoishi, angesomea nini? Naona hiyo swali nilijiuliza. Alafu jibu nililopata kwanza, asingeenda shule. Alafu somo la kwanza la kwake lilikuwa ni Biblia. Hiyo ni roho ya unabii imeandika. Na somo la pili ilikuwa ni asili. Unaona hiyo Biblia hiyo? Hiyo umeshika. Ni ngumu sana kueleweka na mtu aliyepo gorofani. Sijasema hata ielewa. Ila ni ngumu sana kueleweka na mtu aliyekulia gorofani. Hiyo Biblia hiyo. Nishie tu hapo, nisiendelea. Ni ngumu sana kueleweka na mtu wale wanaosoma kwenye magari ya njano. Ni ngumu sana kuelewa hiyo Biblia. Nikisema magari ya njano naelewa. Kwa sababu Biblia inazungumzia kitu cha asili katika asili yake. Na asili ni somo la pili la Yesu. Roho ya unabii inasema hivyo. Kitabu kinaitwa Huduma ya Kichungaji. Sasa katika asili hapa nataka tuzungumze kidogo. Na mimi leo nataka nijikite katika asili. Wacha nikupe mfano. Twende fungu la 5. Fungu la 6 fungu siku ya pili. Mungu akasema, hakukuwa na anga na iwe nini? Anga katikati ya maji, likayatenge maji na maji. Swali,
anga linapewa jukumu na neno la nani? Mungu anatuma neno lake, anasema nitengee maji kwa maji. Nenda anga. Anga linaenda na linaenda kutenga maji na maji. Bwana huyu sana. Neno la Bwana. Mungu analipa jukumu anga, kanitengee maji. Na ndio maana kuna maji wapi? Juu. Na kuna maji wapi? Kwa hiyo anga hapa katikati linatenga maji na safi sana. Kana tusome fungu la 7. Mungu akalifanya anga, akayatenga maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo ya chini ya anga, ikawa hivi. Unaona lilivyo waaminifu anga. Anga liko mpaka leo. Anga ni aminifu katika utii wa neno la Mungu. Linahakikisha maji yaliyoko kwenye mawingu hayashuki chini bila utaratibu. Limeyatenga, si ndio Halafu maji yaliyoko chini hayapandi bila utaratibu. Kazi yake linafanya kwa uaminifu. Na linatii sana neno la Mungu. Somo linasema katika siku ya 6 anga liko busy kutekeleza majukumu liliyotumwa. Na angalia hii. Twende kitabu cha Isaya 55 fungu la 11. Sikiliza hii. Napenda neno la Mungu na Mungu anisaidie. Mimi kwa kweli, tangu mimi nimegundua haya mambo, mimi nikisikilizaga akili za wanadamu zinazotoa situmie neno ngumu, ngoja niache. 55 fungu la 11 nipatie. Haya, tulia hapo, subiri basi Mungu pole pole. Naomba 9. Anzia 9. Haya, twende vizuri. Twende tusome hilo andiko, enda usome vizuri ina maana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana. Sawa. Fungu la 10. Naomba tuanzie fungu la 10. Sikiliza hii. Maana kama vile mvua ishukavyo. Nani anaijua theluji? Hebu punga mkono kama unaijua theluji. Theluji ile inayokaaga milimani. Punga. Safi sana. Sasa nasema kama unavyoona mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni wala hairudi huko. Nataka nikuulize, umewahi kuona mvua inanyesha kutoka juu ikashuka chini halafu ikaanza kunyesha kutoka chini kwenda juu? Hapana. Mungu anasema kama unavyoona hivi. Nina maana sasa nakufundisha hivi. Kutoka mbinguni wala hairudi huko. Si haya huwa hairudi mbinguni bali huimesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa apandaye mbegu na mtu alaye chakula. Sikiliza fungu la 11. Ndivyo litakavyokuwa neno litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure. Litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Na ndio maana likitumwa kwenda kuliambia anga tekeleza majukumu yako, linatenga maji na maji kama lilivyoagizwa, halirudi bure. Halirudi bure. Kwa hiyo mpendwa, neno la Mungu halitakuja kurudi bure. Halitakuja kurudi bure. Wazingatia vizuri pale ambapo kuna sentensi ya Mungu anasema. Mimi nikwambie, hata hii dunia yote tukaungana tukasema tupinge hilo neno, haitakuja kutokea. Kama ni mwanajeshi, vaa combat unavyojua wewe, lakini huwezi kulibadilisha. Kama wewe ni rais, nisikilize vizuri. Fanya unachokijua katika mamlaka yako, lakini huwezi kubadilisha neno la Mungu, haiwezekani. Bila kujalisha limesemwa na Mtanzania
bila kujalishwa limesemwa na masikini, kama ni neno la Mungu halirudi bure. Kama ni neno la Mungu halirudi bure. Ninazungumza na mwanadamu yeyote mwenye mwili katika zama hizi, na unielewe vizuri ya kwamba neno la Mungu kama lilivyo halitakuja kubadilika kama. Sawa, twende tena Isaya 42. Niwekee Isaya 42. Niwekee fungu la 8. Twende hapo. Haraka tu nisaidie. 40, Isaya 40 fungu la 8. Niwekee Isaya 40 fungu la 8. Isaya 40 fungu ya 8. Niwekee hiyo. Anasema hivi. Anatuambia hivi. Mmefika? Nataka tufike, mimi siko na siendi haraka nataka tuelewe. Anasema majani huwa yanakauka. Wewe. Si ni kweli? Ndio. Utasikia majani hiyo yote imekauka, si ndio? Haya, sawa. Huwa yananyauka. Maua kitenge. Saa 6, si ndio? Si huwa yananyauka. Kwa hiyo ni sawa. Swali, neno la Mungu litanyauka? Hapana. Litakauka? Sikia hii sentence. Bali neno la Mungu wetu litasimama milele. Litasimama milele. Neno la Mungu. Unajua hii dunia ukichanganyikiwa kidogo, akili yako ikiwa mbovu, inatuletea tabu sana. Ngoja nikupe mfano. Hebu ninaomba kitabu cha Kutoka 20:1. Ngoja nikupe mfano. Nikuulize nini kinasema. Sikia hiyo. Utatupa tabu mno kama pale ambapo akili utaanza kuongea vitu visivyokuwepo, sawa? Ngoja tujaribu kuyaweka sawa baadhi ya mawazo kama yatakaa, si ndio Na sio mimi, neno la Mungu litayaweka nini? Sawa, sikiliza. Mungu akanena maneno haya yote akasema. Nani anasema? Mungu. Yanapita, si ndio? Hapana. Haya, twende sasa. Mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Hii Biblia, unaona hili neno hili lilivyo. Sikilizeni. Neno linalofuata halina maana hiyo. Wasabato mliotoka makanisa ya Kisabato, pungeni mkono wote. Nyinyi ni watu ambao mmefundishwa amri. Lakini nataka niwaambie leo, mlifundishwa amri haziko hivi. Unataka mawe? Chukua, uniponde. Maana Msabato ukizungumzia amri nikakwambia haziko hivyo ulivyofundishwa. Hata ilivyoandikwa hivyo, haiko hivyo. Unaona hizi amri? Amri 10 haziko hivyo uelewa ulionao. Mnanielewa Sasa tulia sasa unisikilize. Sio kanipiga mawe. Mungu akaanza kwanza kujitambulisha. Kwanza, unajua kwa nini asemi tu usiwe na miungu? Anajitambulisha kwanza akisema, mimi ni Bwana Mungu wako, nimekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Kwa hiyo anataka kwanza umtambue yeye ni nani, si ndio Si ndio? Pointi ya kwanza kabisa. Kwa nini ya kwanza tusiwe na miungu mingine? Anataka kwanza ujue yeye ni nani, si ndio? Na unajua kuna mtu anasinzia.
Katika hali hii, sikiliza. Ukishamjua yeye ni nani, sawa Haya. Nataka niwaambie wote mliotafsiriwa kwenye Kiswahili. Hizi amri ziliharibiwa. Hazina maana hii. Ngoja nikuwekee vizuri kwa Kiingereza. Sijui kama kuna nani anajua Kiingereza hata kidogo. Kidogo tu. Humu ndani. Hata kidogo. Yaani hata kile cha kunywea maji. Kidogo. Safi. Hebu ninaomba tusome kwa Kiingereza hiyo amri ya kwanza tu. Na zingine zote tutazisoma. Tutasoma tu zile za kwanza. Kuna kitu kimoja huwa hakitafsiriwi hapa. Na hicho kitu kimewafanya watu wazione hizi ni kama amri za dikteta. Unanielewa? Unakuwa tusiwe na miungu mingine bila kuniambia kwa nini. Usizini. Yaani mtu kama anakataza tu, si unaona Yaani zimetafsirika hivi. Lakini haziko hivi. Kwa hiyo anataka kwanza umfahamu yeye ni nani, si ndio Haya, twende sasa nisomee kwa Kiingereza. Hata mtu ambaye anaweza kusoma tu Kiingereza, wewe zisome hivyo hivyo. Inasema? I am the Lord. Soma fungu ya 3 tu ndo nataka hiyo. Ya 3? Ambapo yani hapo ambapo zinaanzia. Anasema. You shall. Thou shalt. Unaona hiyo neno shalt. Thou shalt. Unaona hiyo neno shalt. Linatokana neno la Kiingereza shall. Sawa Sasa swali, shall kwa wale wa Kiingereza linatumika wakati uliopita, uliopo au ujao. Ujao, si ndio Safi sana. Sasa nisikilize point utulie hapo. Mungu anasema mimi ningetafsiri kwa mimi, sawa? Ningesema sio usiwe. Ningesema hautakuwa na miungu mingine. Umenielewa? Anasema hautakuwa na miungu mingine ukishanifahamu mimi ni nani. Sio usiwe. Hautakuwa na miungu mingine ila mimi. Kwa nani huyu mtu? Kwa mtu anayemjua mimi ni Bwana Mungu wako, anayemtambua. Ukishamjua Mungu hautakuwa na miungu. Na hii ni ahadi ya wote wanaompokea Mungu, wanaomwamini Mungu. Kama ulikuwa gizani huko, unapomwamini Mungu, Mungu alikuahidi ya kwamba hautakuwa na miungu mingine. Ukijikuta unamwamini Mungu halafu na miungu mingine, chunga imani yako. Hata zingine zote zinasema hautachonga sanamu, yaani hautafanya sanamu. Nenda zote. Hata siku ya Sabato anasema utaikumbuka. Hebu soma fungu ya 15. Natolea tu mfano Soma fungu ya 15. Kwenye hizo amri. Inasemaje? 15. You shall not steal. You shall not steal. Yaani hautaiba. Sio hautaiba ukinijua mimi. Ukijikuta unaiba na bado unamwabudu Mungu, uamini Mungu. Uamini Mungu. Amri 10 sio masharti ya lazima, ni ahadi za Mungu kwa wanaomcha Mungu. Na ndio maana tunahesabiwa haki kwa imani kwa kuamini neno la Mungu. Na anayemwamini Mungu hatendi dhambi. Hizi imani zilizopo leo za kukaa hapo mnakaa mabarazani na kwenye makando ya njia mnaanza kuongozana sala ya toba, hizo kwa zina matatizo.
hizo. Neno la nani wapendwa? Neno la Mungu. Kama bado tunazini, tunaiba, tunasema uongo, tunavunja amri za Mungu, tunavunja Sabato, maana yake hata Mungu hatumwamini. Hiyo ndio fomu. Hiyo ni ahadi. Na hiyo itakana unapiga magoti unamwambia Bwana, si uliniambia mimi sitaiba? Si uliniahidi hivi sitazini? Mbona mimi natenda dhambi? Unapolia hivyo, Mungu anaona huyu mtoto anahitaji takatifu. Ataagiza mvueni mavazi machafu kama kwa Joshua, mvikeni mavazi safi. Sio Joshua yule mwanyange, yule aliyeko kwenye Zekaria sura ya 3. Sawa Hapo umenielewa? Twende Mwanzo. Fungu lake ni la 8. Fungu la 9, twende fungu la 9, siku ya 3. Sikiliza tena. Fungu ya 3, yani siku ya 3, Mungu akasema 1:9. Maji yaliyo chini ya mbingu yakusanyike mahali pamoja, ili pakavu paonekane, ikawa hivyo. Swali. Maji yalitia mpaka leo pakavu paonekane. Manake maji mpaka leo ni matiifu kwa neno la nani? La Mungu. Maji mpaka leo ni matiifu kwa neno la Mungu. Yanatii. Sikiliza vizuri. Fungu lake ni la ngapi? Ni la 10. Mungu akapaita pakavu nchi. Si mpaka leo. Wazee wa Tanzania bara, hata hapa tuna nchi. Kuna visiwani, ndio na kwingine kote kuko hivi. Maji yanatii mpaka leo na ni maaminifu kwa kutii amri za Mungu. Ila katika siku ya 6 kuna shida. Twende kusoma. Na mkusanyiko wa maji akayaita bahari, Mungu akaona kuwa ni njema. 11. Mungu akasema nchi itoe majani. Swali. Ukiona mbegu ya karanga umeitupa hapo ukaenda kulala siku 2 na ulikuwa umepanda, ukaikuta kesho imeota, ni wewe uliiotesha? Unahusikaje? Sikiliza, mbegu ya karanga inajitahidi kuwa mwaminifu kwa neno la nani? Yes. Mbegu ya mahindi inajitahidi kuwa mwaminifu, maana iliambiwa tutoe nini? Majani. Hizi nyasi unazoziona kila siku unaokota, unachukua majembe kupalilia hapo nyumbani kwako, sio wewe, zinatii neno la nani? Maana hizi ziliambiwa nchi yote itoe nini? Majani, na nchi yenyewe inazalisha hayo. Ni waaminifu kwa amri za Mungu, ni waaminifu kwa neno la Mungu. Majani ni aminifu sana, yanatii neno la Mungu. Na tena usipofagia siku 2, kesho na yakuta yamesha, Bwana tunaendeleza lile tuliloambiwa na Bwana. Sawa Yanakwambia hivyo. Kama wewe huendelezi, tuache sisi tuendelee. Na unafika mimi sitaki niwaone hapa. Sawa, lakini usipotutoa tunaendelea. Hiyo ndiyo kanuni. Nyasi, mimea, yote ni aminifu kwa neno la Bwana. Sikiliza fungu la 12. Nchi ikafanya nini? Ikatoa majani. Si kipindi hicho, hata sasa. Hata sasa nchi ikatoa majani. Mti utoao mbegu, nchi jinsi yake. Mti uzao matunda. Si mnaona hapo kuna mapera ya wapi? Wewe hivi kweli mzee wa kanisa, twende basi tuambizane tu ile ukweli. Yaani wewe kweli unapanda tu kitu unaenda kuvuna? Hata ujui ilikuwa kuwaje? Tunafanya hivyo. Na wakulima tena mnakaa kabisa mnajivuna. Yaani awamu hii nimepiga magunia 50, si ndio? Halafu ujui nani aliotesha. Na unafurahia magunia 50, umemsahau aliyeotesha hayo magunia. Hata zaka utoi. Hapo ni tatizo. Maana sisi wanadamu hivyo unaficha vitu. Tunamsahau Mungu. Sikiliza. 12 mti itoe majani, utoayo mbegu kwa jinsi yake, hivyo yakafanya hivyo.
13 ikawa jioni ikawa asubuhi, siku ya ngapi? Siku ya 3. Fungu ya 4, 14. Biblia inasema Mungu akasema tena, sikiliza, iwe mianga katika anga la mbingu, itenge kati ya mchana na usiku, nayo iwe ndiyo dalili ya majira na siku na miaka. Jamani, si ndio hayo yanafanya mpaka sasa? Kwa hiyo vitu vya asili tukubalianeni ya kwamba ni viaminifu kwa neno la nani? La Mungu. Katika siku ya 6, subiri tufike hapo. Tena ndiyo mianga katika anga juu ya nchi. 16. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule utawale mchana na ule mdogo utawale usiku. Akafanya na nini? Na nyota. Kwa hiyo nyota unapoziona kila siku ukitazama, zinakutangazia sisi tunaendelea kushikilia neno la nani? Sisi tunaendelea kushikilia neno la Bwana. Jua unapoliona linaendelea kukwambia ya kwamba sisi ni waaminifu kwa neno la nani? Saa 12 hapo tutaona giza linaingia hapa, tutaanza kutafuta kwenda nyumbani. Sawa sawa. Lakini giza lenyewe linatuambia sikilizeni, mimi ni mwaminifu. Nimekuja on time. Sichelewi. Saa 12 ninajitahidi kutii kibarua nilichofanya nini? Nilichopewa. Alafu wewe umepewa kazi ya Mungu, sijui hata unafanya. Unasikiwa najua. Sikiliza tuendelee. Fungu ya 20, sawa Mungu akasema siku ya 5 maji yajawe kwa wingi katika na kitu kiendacho chenye uhai na ndege waruke juu na nchi katika anga la mbingu. Swali. Ukikuta hata maji wewe hata saa hii, weka tu maji hata kwenye ndoo, alafu funika, unaenda kukuta wadudu. Wametoka wapi? Ni waaminifu, wanataka hicho kitu mahali palipo na maji, tunataka tuishi viumbe. Neno la Mungu, si ndio? Vinajitahidi kwa kadri inavyowezekana ni vitiifu kwa neno la nani? Na Mungu. Utakuta chura humo, wao ni waaminifu. Wametoka wapi? Ni waaminifu kwa neno la nani? Hata maji na yenyewe ni maaminifu kwa neno la nani? Bwana atukuzwe sana. Mungu akavibariki akasema, zaeni sasa mkaongezeke. Sawa sawa. Na kwani avizanie? Hivi tungekuwa tunavuliwa sisi mle ziwa Victoria au ziwa Nyasa, tungekuwa tuko? Yaani tungekuwa kila siku mnavuliwaga nyinyi tu na mnaliwa. Ungekuwaje? Ungekuwa tupo kweli? Au tungekuwa tushaisha huko? Twende tumalizie hapo. Twende tusikie. Ikawa jioni siku ya 5. Mungu akasema nchi izae kiumbe hai kwa jinsi yake, mnyama wa kufuga. Siku ya 5 Swali. Nchi haizai wanyama? Inazaa hata sasa. Kwa jinsi yake yote. Haya, Mungu akasema tufanye mtu. Hapo ndipo kuna mtihani. Siku ya ngapi? Ya 6. Siku ya 6 bana kukawa na tatizo. Katika siku ya 6 Mungu akasema tufanye mtu. Mimi nataka nikuulize sasa. Vingine vyote vinatii mpaka leo, si ndio? Rudi sasa katika siku ya 6. Sisi je? Niambie, sisi je? Ni watifu? Wewe jiulize, ushawahi kuona nyota hata moja siku moja imehama mzunguko wake? Si ziko waaminifu? Hata hivi vimondo unavyoviona hivi vimedondoka huku Ndolezi pale Ndolezi ni kwa sababu ya dhambi za wanadamu. Unanielewa? Lakini hakuna kitu cha asili hata hiki kimoja kiliwahi kuacha neno la Mungu. Viko serious. Lakini kiumbe kiitwacho mwanadamu, katika maagizo yote ambayo Mungu amekipatia,
Kiujumla huwa kuna mtihani, uongo kweli? Nitoe baadhi ya watu kadhaa katika Biblia. Kama nitaenda kumalizia, maana nina muda mfupi. Namalizia tu. Unakuta mtu amepewa jukumu kama Yona, nenda kahubiri pale Ninawi. Ya naenda. Ni kweli? Kweli? Akaenda wapi? Tarshishi. Wacha kidogo. Na wakati akiwa humo ndani wakamuuliza kabisa Yona kwenye sura ya kwanza, wewe u nani? Fungu la nani? Wakamuuliza Yona, wewe ni nani? Kabila lako ni kitu gani? Akawaambia, mimi bwana ni Mwebrania, namcha Bwana. Swali, alikuwa anamcha Bwana kweli? Atende tusome. Alikuwa hata Bwana hamchi. Unaona Sikiliza hapo, rafiki yangu, huwa ninajaribu sana kujifunza kwake mara nyingi, nishachoka katika ujumla wake tu. Haya, ndipo fungu moja Yona 1:8, ndipo wakamwambia, tafadhali utuambie wewe ambaye mabaya amekupata. Kwa sababu ya kazi yako ni kazi gani? Umetoka wapi? Nchi yako ni nchi gani? Nawe mtu wa kabila gani? Akawaambia, ni mwaminifu. Mimi ni Mwebrania, nami namcha Bwana. Kweli? Na ndio hiyo changamoto ambayo tunapitia leo. Watu wameacha maagizo ya Mungu kitambo, lakini bado wanajiita Wakristo. Hata amri tu za Mungu kila siku tunahubiri. Yaani kila siku tunahubiri amri za Mungu kama ya imani. Yaani kila siku lazima uhubiri amri ya Mungu. Hivi kweli kabisa Wakristo leo hatujui hata siku ya Sabato tu ni lini? Mimi natolea tu, nafikiria kabisa tunakaa kabisa tunasoma Biblia mwanzo mpaka Ufunuo. Na tumeenda chuo cha theolojia. Wanadamu. Ngoja nikwambie kitu. Yona alipokimbia, si ndio? Akaomba Bwana, nitupeni kwenye bahari. Sawa. Na wale watu wakawa waaminifu, wakamtupa. Mungu akaongea na nyangumi. Mwambie unaenda kameze Yona. Swali, kwa nini yeye alikukimbia likaenda ukingo nyangumi? Au kwa nini alikwenda kumeza ile merikebu? Ni mtiifu kwa neno. Nyangumi ni mtiifu kwa neno la Mungu kuliko Yona. Ni Yona tu namtaka, ndio anaenda kukamata Yona na ni waaminifu. Na ninasadiki ya kwamba hata sayari zingine, maana Mungu aliumba mbingu na nchi, viumbe walioko huko ni waaminifu kabisa kuliko sisi. Mimi na wewe ndugu yangu, kwa nini tusiwe waaminifu katika neno la Bwana? Kwa nini? Hiki ndicho asemacho Bwana. Unajua leo tuko tayari kukisaliti hicho kwa sababu ya kulinda ushirika na makanisa. Tuko tayari kuacha utii wetu kwa Mungu ili tu nipendwe na ulimwengu, nipendwe na kijiji ninachokaa. Tuko tayari tufarakane na kama yule rafiki yangu yule kwenye Mathayo 19:16. Yuko lazi kukosa uzima wa milele lakini asiuze mali zake awape maskini. Na swali, alikuwa anampenda jirani yake kama nafsi yake? Jibu hapana. Hata amri alizojidai anazishika bado ni alivunja. Uaminifu katika neno la nani? Nisikilize, siwezi kukwambia umwamini mtu hata siku moja. Amini neno la nani? Na ngoja nikwambie, kuna watu wanaulizaka, sasa gharika lilikujaje? Lilikuja namna hii. Na ndo unaona hiyo shida kuja kuharibiwa kwa dunia inapoenda kuja Sikia Hebu ninaomba Isaya 23:24. Sikiliza hiyo.
Hili neno linaloenda kufanyika hapa ni tunarudi Mwanzo 1. Soma hiyo. Isaya 23. 24:1. Isaya 24:3. Twende hapa. Ninamalizia hapo. Hapa angalia. Biblia inasema dunia itafanywa tupu. Na pale mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa tupu. Na dunia inaenda kufanywa tena nini? Kwa nini iwe tupu? Watu wanaenda kuvunja neno la Mungu. Sikiliza vizuri. Sikiliza kwa makini. Watu wanaenda kulivunja neno la Mungu. Matokeo yake itakuwa ni nini? Kila kitu ambacho kazi ya neno la Mungu inalifanya haitalifanya tena. Kama ni kuruhusu anga litenge maji na maji, anga litaacha kufanya kazi yake kwa sababu lilikuwapo hapo kwa sababu ya neno la nani? Na neno la Mungu likivunjwa, anga litaruhusu. Nini kitatokea? Yaani utashangaa kuna nyota huko itapotea hata haijulikani ilikuwa katika namna gani ikaenda kuponda mahali Ndio maana dunia kufanywa utupu. Kwa nini? Wanadamu wamezalau neno la Mungu, wamependa mase na biology na kemia. Wanaweza kusoma toka akiwa mtoto mdogo na ni profesa, lakini Biblia hajui na anaamini ni sayansi kama sayansi. Sijasema msisome. Wamekataa neno la Mungu. Leo hata baadhi ya viongozi wa dini wanakubali Biblia nusu. Ukiwasomea hii hawataki, hii hapana. Soma hii. Hii ina nini na hii ina nini? Hii inafiti matakwa yangu nayo yataka mimi, linapatana naye, lakini hii naona bado akili yangu haijataka kuipokea. Wewe ni mtu. Dunia hii inaenda kufanywa tupu kama ilivyokuwa mwanzo kwa sababu ya uasi wa wanadamu. Kiumbe pekee kilichopewa uongozi wa dunia hii. Hivyo kiumbe kinachopewa uongozi hata wa kanisa. Yaani wale ambao tunafanya hizi kazi za utumishi, kufungua makundi, usipochunga unaenda kufanya hivyo kama walivyopewa. Yaani ule uongozi wa mwanadamu aliopewa atawale dunia, anaenda kuacha neno la Mungu. Nakuja kwenye mambo ya ndoa kidogo. Mwanamume ni kichwa cha familia, si ndio? Kiongozi, si ndio? Mwanamke ni mwili, si ndio? Nataka nikwambie, wengi sana wanaume tunatakaga ukubwa. Unajua mimi ndo baba wa familia hii, na mimi nakwambia ndio. Lakini mwanamke, nisikilize, nikushauri kitu. Usijisalimishe mbele ya mwanaume ambaye hamtii Mungu. Hiyo ndio nikwambie, hiyo ni formula. Mwanaume ambaye hafanyi utiifu kwa Mungu anazidiwa na majani. Bwana atusaidie. Usijisalimishe. Na usijisalimishe mbele ya mwanamke asiyemtii Mungu. Matakwa ya Mungu anasema nini ndio iwe habari njema ya mwanzo wa maisha. Yaani kabla sijafanya kitu Mungu anataka nini? Sijisalimishe. Mtoto kama baba hamtii Mungu, utii wewe. Sijisalimishe. Akikukata kama jembe unavyokokota nyasi, waambie sawa, tukate, lakini mizizi yetu bado iko pale pale. Hujaniondolea imani yangu, iko pale pale. Nitaendelea kutii. Shuruba, michongoma na miiba itakupata, lakini endelea kutii. Kuna mtu unajua ukweli huko hivi, alafu uko tayari
kusaliti huo ukweli ili ulinde ushirika. Sikilizeni. Mimi nasema ukweli. Niliwaambia hata wale niliokuwa nao, nikaambia hivi, mzee wa kanisa, kama mnaona kufuta ushirika ni ngumu, niiteni mimi nije niwasaidie kulifuta hilo jina langu hapo. Kwa nini? Siko tayari kutetea uongo kwenye mambo kama ya haya ya msingi. Neno la Mungu lina nguvu. Yaani niuze roho yangu kwenye uongo umetungwa na watu wamekaa hapo kabaraza? Haiwezekani. Sawa watu wa Mungu Sema haiwezekani. Bwana tusaidie kuwa watiifu kwa neno. Sawa watu wa Mungu. Amina. Basi asante kwa kunielewa. Basi ni waalike tu tuweze kuomba na kuweza kuhitimisha. Jamani, tujitahidi kuwa watiifu kwa neno la nani? Ninawasihi sana. Sawa Tukivunja neno la Bwana, unaona hii hapa tulioko hapa tupo hapa duniani ni kwa sababu unaona wale waovu, mzee Magwaza, nakwambia hiki cha msingi. Watu waovu wote duniani wanaishi kwa neema ya wema. Yaani kama wema wangeondolewa, hii dunia ingekuwa ishalipuka kitabu. Yaani neno la Mungu mahali linapovujwa, unaona wanaokaa mjini nawaambia watoke, kwa sababu mahali popote neno la Mungu linapovunjwa mpaka kiasi fulani linaruhusu maangamizi. Na nielewa ule usalama liliokuwa linaushikilia linauachia kwa sababu hawalitaki. Na matokeo ya hicho walichokikataa ni maangamivu. Hata hapa ni mashahidi. Kuna miji imesombwa na maji, si ndio? Hapa Tanzania, si ndio? Na bado ningekusomea roho ya unabii nasema shetani anaenda kuleta majanga. Yaani unaenda kukuta siku moja natolea ile miji maarufu. Unaenda kukuta yani ni jambo. Hakuna kitu kitaenda kuonekana. Nitakusomea quotation. Roho ya unabii nasema hivi. Tataka tuifanye Biblia iliye katika sauti yake sahihi. Sawa tarumbeta ya Biblia ipigwe katika mlio sahihi. Bwana tusaidie. Wewe watifu kwa Mungu. Baba Mungu wetu wa mbinguni, wewe umetufundisha asili ya kwamba viumbe wako wote ni watiifu, lakini sisi wanadamu mbele zako tunaonekana, na wakati mwingine ulimwengu wote tumeasi mbali sana na maagizo yako. Hata wale ambao tunaonekana mianga bado tunafungua baba. Tunaomba utusaidie kuweza kuleta nuru yako katika maisha ya wanadamu. Umetufanya kuwa maghala ya neno lako kubwa, lenye heshima, lenye nguvu. Tusaidie Baba iweze kuwaponya pamoja. Wengi walioponywa na shetani wanahitaji neno lako. Wako na kiu na wewe. Tunaomba Baba utusaidie wewe watiifu, ututakase sisi, lakini pia tunawatakasa na wao. Tunapohitimisha ibada mchana, tunaomba utusaidie uweze kurudi kujifunza tena. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amen.